Kuna kitu natamani sana kufahamu kwa kidogo tu. Aliyekupa taarifa alikwambia Ima amefariki kwa mazingira yake? Mdogo wake. Mdogo wao wa mwisho yuko pale kalala pale. Sijui ni swali la kimtego hili. Lakini ananiambia tu mdogo wake wa mwisho kapata mateso kabla hajafariki. Basi basi hivyo. Sikuuliza mateso gani hivyo. Ndio maana hata baada ya kuhoji wanakwenda, niliuliza polisi wanaenda kufanya nini. Maana saizi ungekuwa tumeshapanga ratiba kumsitiri kesho. Sasa nikasema basi tuache. Ndio maana unaona sasa hivi hatuna ratiba yoyote kwa ajili ya kumhifadhi ndugu yetu. Wakirudi wale ndio tutajua nini ambacho kimefanyika. Yeye anasema alichoka. Kwa maelezo ya mdogo wao wa mwisho pale. Sasa basi ndio tunasubiri, hatuwezi kufanya chochote sasa hivi. Hata ratiba hatuna. Tusubiri labda watakapotoka. Na wao wameniambia kwamba wakitoka kule watajua kutuambia, ndio tutapanga ratiba sasa namna ya kumstiri ndugu yetu. Ulifanikiwa kwenda hospitali? Sijafika kabisa. Kwa mazingira ambayo umeyapata wewe na kuelezewa. Ya kuelezewa na mdogo mtu pale. Kwa mtu ambaye anakuja Dodoma anataka shiriki msiba huu, unaweza kumpa ramani ya kufika eneo hili? Ukipita hii barabara ya Dar es Salaam, ukifika Meriwa pale, ukifika Meriwa pale hii njia ya kuingia huku, wao wanajua. Ukifika kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, shule ya Nuru, basi hapo ukiuliza ni maarufu sana kwa kina MC Pilipili watakwambia. Kanisa la Roma la Swaso. Kwa mfano mtu ambaye anatokea eneo la hii barabara ya Arusha, kule Wajenzi kule, aje na barabara ya Waziri Mkuu Royo, unakuja moja kwa moja mpaka Kona Beach wanapaita. Kona Beach atapita mkono wa kulia, wanaita barabara ya Mashineni. Ukija hapo kwenye matofali kwa Shayo, wewe utauliza tu kwa kina MC Pilipili wanapajua. Karibu na kanisa la Roma hapo. Unafika pale. Nakushukuru sana na pole pia kwa msiba. Pole na nyinyi. Ni familia ambayo ni ya kwangu. Baba memzika mama na mdogo wake. Ndio nilikuwa nawaambia ndugu zangu hapo akina wazee majirani. Pale hakuna. Niwaambie tu labda ukweli. Huu msiba tunaubeba sisi. Sasa nilikuwa na kikao cha ODC hapo, nimeshindwa kwenda. Hawa kina Roda hawana chochote ambacho wanakijua. Lazima tuwabebe tu. Nilikuwa naongea na wazee pale. Wakitupa ile ratiba basi ndio tutaangalia namna ya kumstiri ndugu yetu pale. Kwa hivyo sasa hivi wakitoka kule ndio atatuambia. Hatuna ujanja. Lakini kijana moja ambaye hapa mtaani hakuwa na maringo, akija akipaki gari yake pale, zote anatembea hizo. Anachekesha, anafanya nini?